Ninawakaribisha tena ndugu watazamaji na wasikilizaji wa channel hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, kwa kifupi Sikweikwe. Ninawakaribisha tena katika siku nyingine hii tena ya Jumamosi, Sabato takatifu ya Bwana, tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ninawakaribisha ndugu watazamaji, mabibi na mabwana, popote pale mlipo. Jina langu kama ambavyo wengi mnanifahamu na wale ambao hamnifahamu, naitwa Matthew Gervas Msagati wa Kilosa, mkoa wa Morogoro, wilaya Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Ni mwinjilisti wa injili inayookoa kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato asilia, au ukipenda unaweza ukaita SDA asilia. Basi niwakaribishe katika siku hii tena nyingine. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tu wazima, mimi pamoja nanyi wasikilizaji na watazamaji wa chaneli hii. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake kutuwezesha kuiona hii siku nyingine tena mpya. Ama baada ya utambulisho huo, niombe. Ninakushukuru Baba kwa sababu umeniamsha salama pamoja na watazamaji wangu na wasikilizaji wangu. Pia umewaamsha salama katika siku hii nyingine mpya ya leo, katika Sabato takatifu. Ninakushukuru pia kwa sababu naamini umenitumia tu kama chombo, mnenaji mkuu ni wewe. Ninakushukuru, naamini kabisa uwepo wako ukatamalaki mahali hapa, ili hiki nitakachokuwa nimekitoa kwa watu wako Baba, wapate kuvuviwa Roho wako Mtakatifu, waelewe kile ambacho umetaka kuongea na dunia kupitia mimi leo hii. Basi ninakualika utubariki pamoja na wasikilizaji. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu, amina. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, popote pale mlipo, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, pamoja na duniani kote, leo hii nimewezeshwa tena kuwaletea somo lingine jipya, ambalo somo hili nimelipa kichwa chenye mfumo wa swali. Kichwa cha somo langu kinasema, ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Hilo ni swali. Ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Ndiyo. Katika dunia ya sasa kuna injili za namna mbili. Ndiyo, kama hujui basi nakuomba ujue leo. Katika dunia ya leo kuna injili za aina mbili, za namna mbili. Kuna injili ambayo inaufunua ukweli, ni ya Yesu Kristo mwenyewe, ni injili ya Yesu Kristo. Imejengwa katika ukweli, imejengwa katika Biblia. Ni injili inayookoa ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hiyo ni injili ya namna ya kwanza. Na injili ya namna ya pili ni injili ya mpinga Kristo. Kwa hiyo ikiwa wewe utahubiri injili mojawapo katika hiyo, ujue kwamba unahubiri injili ya nani. Na tukumbuke kwamba ukweli ni mmoja tu, hakuna kweli mbili. Kwa hiyo ikiwa utahubiri injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, injili ile ambayo wanafunzi wake wanne walihubiri, kwa maana ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana, pamoja na nyaraka mbalimbali za watumishi wake, wanafunzi wake wengine, akina Petro, akina Yakobo, akina Paulo. Ukiwa unahubiri injili hiyo iliyohubiriwa na kanisa la kwanza, ujue wewe unahubiri injili inayookoa, kwa maana ya kwamba unataka watu waokolewe kupitia hiyo injili. Lakini ukihubiri injili nyingine ambayo ni kinyume na neno la Mungu, ni kinyume
na injili ya Yesu Kristo ni kinyume na Biblia, basi wewe umehubiri injili nyingine, injili ya mpinga Kristo, injili ya namna nyingine. Lakini sasa tuiulize Biblia. Kwanza kabla ya kuiuliza Biblia, chochote ambacho kimeandikwa katika neno la Mungu, kimeandikwa katika Biblia, kinapaswa kuhubiriwa vile vile. Na ukienda kinyume na hicho kilichoandikwa katika maandiko matakatifu ya Mungu, ukienda kinyume tu, maana yake umeongeza, maana yake umezidisha au umepunguza. Na kwa sababu umezidisha, maana yake wewe umehubiri injili ya mpinga Kristo. Na ukisoma Mathayo sura ya 5 aya 37, inasema Biblia, bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Kwa hiyo ukihubiri injili ya namna nyingine ambayo ni kinyume na neno la Mungu, ukihubiri injili ya namna nyingine ambayo ni kinyume na injili ya Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake, au ukihubiri injili ambayo ni kinyume na Biblia, wewe umezidisha, umeongeza. Na Biblia imesema kwa Mathayo sura 5 aya 37, chochote kinachozidi hapo, maana yake kinatoka kwa yule mwovu. Ndiyo, ndiyo. Kama nilivyotangulia kusema, injili ni ya namna mbili. Kuna injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, na pia kuna injili ya mpinga Kristo. Ndiyo. Sasa ukihubiri injili inayookoa, ukihubiri injili inayookoa ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, itakupeleka pamoja na unaowahubiri kwenye uzima wa milele. Lakini ukihubiri injili ya mpinga Kristo, Biblia inasema umelaaniwa. Na ukumbuke somo langu linasema, ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Somo langu linasema, ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Ndiyo, ndiyo. Na hapo usisahau kwamba wote waliolaaniwa watatupwa katika jehanamu ya moto. Na hii ni kwa mujibu wa Mathayo sura ya 25 aya ya 41. Biblia inasema, Mathayo sura ya 25 aya ya 41, Biblia inasema, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Ndiyo, ndiyo. Kwa hiyo ukihubiri injili ya namna nyingine, injili ya mpinga Kristo, ukaihubiri hiyo, Biblia inasema umelaaniwa. Na wote waliolaaniwa kwa mujibu wa Mathayo sura ya 25 aya ya 41 niliyosoma, watatupwa kwenye moto wa jehanamu. Ndiyo. Swali sasa. Swali. Biblia inasemaje kuhusiana na hizi injili za namna mbili? Biblia inasemaje kuhusiana na hizi injili za namna mbili? Yaani injili ya Kristo na injili ya mpinga Kristo. Biblia inasemaje? Jibu ni hili. Ukisoma Wagalatia sura ya 1 aya ya 6 mpaka ya 9 na aya ya 11 mpaka ya 12, Biblia inasema, narudia, Wagalatia sura ya 1 aya ya 6 mpaka ya 9 na aya ya 11 mpaka ya 12, Biblia inasema, na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu,
kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Ndiyo, kwa mujibu wa aya hizi, kila injili utakayoihubiri ambayo inakwenda kinyume na injili ya Yesu, inakwenda kinyume na neno la Mungu, inakwenda kinyume na Biblia, hiyo ni injili ya namna nyingine, yaani injili ya mpinga Kristo. Na kwa sababu umehubiri injili nyingine, moja kwa moja unaingia kwenye kadhia ya kuitwa umelaaniwa. Ndio, unaingia kwenye kadhia ya kulaaniwa. Ndio, sasa jiulize, tangu ulipohitimu hiyo theolojia yako ya uchungaji, ya uinjilisti, ya uhubiri, ni mara ngapi umewahubiri watu wa Mungu injili ya laana? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi? Jiulize ewe mchungaji, jiulize wewe mhubiri, jiulize wewe mwinjilisti, jiulize wewe Mkristo uliyehubiri hata nyumba kwa nyumba injili ya namna hiyo, namna ya laana, injili ya mpinga Kristo, injili iliyolaaniwa, injili ya laana. Ni mara ngapi? Ni mara ngapi tangu uanze kuhubiri umewahubiri watu wa Mungu kwa nia ya kuwapotosha? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi? Somo langu linasema ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Ndio, ndio. Lakini Biblia inaendelea kusema, ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 50 aya ya 6 mpaka ya 7, Yeremia sura ya 50 aya ya 6 mpaka ya 7, Biblia inasema, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza, wamewapotosha milimani, wamekwenda toka mlima hata kilima, wamesahau mahali pao pa kupumzika. Watu wote waliowaona wamewala, na adui zao walisema, sisi hatuna hatia, kwa kuwa hao wametenda dhambi juu ya Bwana aliye kao la haki, yaani Bwana tumaini la baba zao. Mungu analalamika. Mungu analalamika, anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza. Kwa namna gani? Wachungaji wanahubiri injili ya namna nyingine, injili ya mpinga Kristo. Hiyo ni injili ya laana. Ndio, ndio. Lakini pia jiulize, je, hata sasa unahubiri hata sasa unayehubiri, jiulize, hata sasa unapohubiri leo, unakwenda sawasawa na neno la Mungu? Ewe mhubiri, ewe mwinjilisti, ewe mchungaji, ewe Mkristo unayehubiri mahubiri ya nyumba kwa nyumba, jiulize mwenyewe, unakwenda sawasawa na neno la Mungu? Unakwenda sawasawa na neno la Mungu? Jiulize swali hilo. Na kwa mujibu wa Isaya sura ya 20, Isaya sura ya 8 aya 20, Biblia inasema, Isaya sura ya 8 aya 20, Biblia inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Narudia, Isaya sura ya 8 aya 20, Biblia inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Je, wewe mhubiri? Je, wewe mchungaji? Je, wewe mwinjilisti? Je, wewe Mkristo ambaye unahubiri nyumba kwa nyumba, unakwenda sawasawa na neno la Mungu? Unakwenda sawasawa na sheria na ushuhuda? Jiulize, jiulize. Na kama hauendi sawasawa na neno la Mungu, ni mara ngapi umewapoteza watu? Ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Lakini pia Mithali sura ya 30 aya 5 mpaka ya 6, Mithali sura ya 30 aya 5 mpaka ya 6, Biblia inasema, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio, usiongeze neno katika maneno yake,
asije akakulaumu ukaonekana umuongo. Usiongeze maneno, usiongeze neno lolote katika maneno ya Mungu. Mithali sura ya 30 aya 5 mpaka 6. Biblia inasema usiongeze neno lolote katika maneno yake, usije ukaonekana, asije akakulaumu ukaonekana ni muongo. Mungu kasema hivi, wewe unasema hivi. Mungu kasema hivi, wewe unasema hivi. Yesu kasema hivi, wewe unapindua, unaongeza maneno yako. Mithali sura ya 30 aya ya 5 mpaka 6 inasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Usijitie ufundi kuongeza. Usiongeze neno lolote katika maneno ya Mungu, asije akakulaumu ukaonekana umuongo. Ndiyo. Tusiposema leo tutasema lini? Watu wa Mungu, Mungu anawapenda, anataka unyooke katika injili yake ili upate uzima wa milele. Amina. Swali, je, ungependa ulaaniwe? Ungependa ulaaniwe ukatupwe jehanamu? Ungependa? Au je, ungependa uonekane muongo mbele za Mungu? Ungependa? Ungependa ndugu mtazamaji? Ungependa ndugu mchungaji unayewahubiri watu injili ya namna nyingine, injili ya laana? Biblia inasema ndio. Dunia ya sasa watu wanahubiriwa injili nyingine kabisa, wanahubiriwa injili nyingine kabisa. Watu wanahubiriwa Yesu mwingine kabisa. Wachungaji wa leo wamejifanya wenyewe kuwa maadui wa Mungu. Wameamua kumhubiri Yesu mwingine na injili nyingine. Wamejikita kuihubiri injili ya mpinga Kristo. Ni huruma. Huu ni msiba. Huu ni msiba sana, mkubwa mno. Ni msiba mkubwa. Tutamwambia nini Mungu? Hatuna hata hofu kubadilisha maneno ya Mungu. Hey! Oh! Huruma. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 11 aya ya 4. Wakorintho wa pili sura ya 11 aya ya 4. Biblia inasema, maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msioikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Watu wanahubiri Yesu mwingine. Paulo anasema akija mtu mwingine akamhubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, akihubiri injili nyingine ambayo sisi hatukuihubiri, akihubiri roho nyingine ambayo sisi hatukuihubiri, roho wa Mungu. Watu wanasema Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Hiyo ni roho nyingine. Akitokea mtu wa namna hiyo, mnatenda vema kuvumiliana naye. Ndiyo. Kwa mujibu wa aya hii, wapo wachungaji ambao wanamhubiri Yesu mwingine tofauti na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wanadai kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu Mwenyezi, na pia wanasema Yesu Kristo ni Mungu mwana nafsi ya pili. Lakini pia wanahubiri roho nyingine badala ya roho wa Mungu. Wanadai Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Hivyo basi wanamhubiri Yesu mwingine, roho nyingine na injili nyingine. Na kwa mujibu wa Wagalatia sura ya 1 aya ya 6 mpaka ya 9, kama nilivyoisoma hapo awali, watu hao Biblia inasema wamelaaniwa. Ndiyo, wamelaaniwa. Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, injili ya namna nyingine umelaaniwa ukihubiri. Ndiyo. Yesu anasema kwa Yohana sura ya 4 aya 24, Mungu ni roho, lakini wewe unahubiri watu kuwa roho ni Mungu nafsi ya tatu, na huna andiko. Hiyo ni injili ya laana.
Hiyo ni injili ya laana. Yesu anasema Mungu ni roho, wewe unasema roho ni Mungu nafsi ya tatu. Hiyo ni injili ya laana. Ndiyo Yesu anasema kwa Yohana sura ya 17 aya 3, kuupata uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Lakini wewe unawahubiri watu wamjue Mungu mmoja mwenye nafsi tatu na huna andiko. Hiyo ni injili ya laana. Hiyo ni injili ya laana. Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Wewe unawahubiri watu wamjue Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Hiyo ni injili ya laana. Hiyo ni injili ya laana. Yesu anasema kwa Yohana sura ya 14 aya 28, Baba ni mkuu kuliko mimi, lakini wewe unawahubiri watu kuwa Mungu na Yesu wako sawa sawa kimamlaka, na huna andiko. Hiyo ni injili ya laana. Yesu anasema mwenyewe, Baba ni mkuu kuliko mimi, wewe unasema Mungu na Yesu wako sawa sawa kimamlaka. Hiyo ni injili ya laana. Ndiyo Yesu anasema kwa Yohana sura ya 20 aya 17, anasema mimi nina Mungu wangu. Yesu mwenyewe anasema kwa Yohana sura ya 20 aya 17, mimi nina Mungu wangu. Lakini wewe unawahubiri watu kuwa Yesu ndiye Mungu mwenyezi na huna andiko. Hiyo ni injili ya laana. Ndiyo, hiyo ni injili ya laana. Yesu anasema kwa Marko sura ya 7 aya 8 na kwa Mathayo sura ya 15 aya 8 mpaka ya 9, anasema msiingize mapokeo ya wanadamu katika neno la Mungu, lakini wewe unawahubiri watu kwa maneno yako mwenyewe ya kutungatunga. Hiyo ni injili ya laana. Na ukisoma Yohana sura ya 8 aya 44, Yesu anasema asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe. Kwa hiyo unapoingiza mapokeo ambayo kwenye Biblia hayapo, unasema yaliyo yako mwenyewe. Hayo ni mapokeo na unakuwa muongo kwa sababu unasema yaliyo yako mwenyewe. Ndiyo. Biblia inasema kwa kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya 8 mpaka ya 11. Kutoka sura ya 20 aya 8 mpaka ya 11, kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase, lakini wewe unawahubiri watu waikumbuke siku ya kwanza ya juma na huna andiko. Hiyo ni injili ya laana. Ndiyo. Kumbuka somo langu linasema ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Ni mara ngapi? Sasa inakupasa urudi kwenye injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, injili iliyonyooka, injili inayookoa, ili watu wapate kuokolewa na hatimaye wapate uzima wa milele. Amina. Biblia haijataja tarehe na mwaka wa kuzaliwa Yesu, imetaja mwezi wa 6 tu, na hii ni kwa mujibu wa Luka sura ya 1 aya 26 mpaka 27 na aya 30 mpaka 31. Luka sura ya 1 aya 26 mpaka 27 na aya 30 mpaka 31. Lakini wewe unawahubiri watu kuwa Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12, Christmas, na huna andiko. Hiyo ni injili ya laana. Swali, labda mtu atajiuliza swali hili, huyu Matthew amesomea wapi elimu ya theolojia? Amesomea wapi? Mtu maskini. Ni kweli mimi maskini? Mtu maskini hohehahe, elimu yake ni ya kidato cha 4 tu cha enzi ya Mwalimu Nyerere, hana elimu ya theolojia. Kwanza ni mlemavu wa viungo, ni mtu dhaifu mno.
Mungu anawezaje kumtumia mtu wa jinsi hii kupeleka ujumbe kwa watu wenye ma PhD ya theolojia? Utajiuliza labda swali hili. Utajiuliza. Jibu ni hili. Kwanza, Mungu haangalii kama kuna vipusa na warembo ili awatumie kupeleka ujumbe wake wa kweli ulimwenguni. Pili, Mungu haangalii watu wenye elimu kubwa ya theolojia na wala haangalii watu matajiri ili hao wote pamoja na wasomi wa theolojia awatumie kufikisha ujumbe wake kwa watu. Maana hao wote wamejikinai mbele za Mungu kwa sababu ya elimu zao kubwa na utajiri wao. Wamejikinai. Bali Mungu huwatumia watu dhaifu na wanyonge kama mimi kuupeleka ujumbe wake wa kweli duniani. Anachoangalia Mungu, je, uko tayari akutumie? Hicho ndicho Mungu anachoangalia. Je, uko tayari akutumie? Wewe mtu dhaifu, uko tayari akutumie? Wewe mtu tajiri, uko tayari akutumie? Wewe mtu msomi wa theolojia mwenye PhD, uko tayari akutumie? Kama hauko tayari, Mungu hawezi kukutumia. Anaweza katumia hata mawe au watu wanyonge kama mimi, maskini mlemavu, sina kitu, kuupeleka ujumbe wa Mungu ulimwenguni, kuupeleka ujumbe wake ulimwenguni. Ndiyo. Na hii ni kwa mujibu wa Korinto wa kwanza, kwa Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza aya 26 mpaka 31. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza aya 26 mpaka 31. Nitasoma. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza aya 26 mpaka 31. Biblia inasema, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Ndiyo. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Ndiyo. Kwa hiyo mwanadamu, usijisifu kwa elimu yako ya theolojia ulionayo. Umepata PhD ya theolojia katika Injili ya Mathayo au Marko au ya Yohana au kwa nyaraka za Petro, ambao hao wote hawakuwa na elimu, tena walikuwa mafukara. Halafu leo wewe unajisifu eti ujumbe wa kweli wa Mungu lazima upitie kwa wasomi wa theolojia. Wewe theolojia ni nini? Theolojia ni nini? Theolojia ni elimu ya juu ya mambo ya dini ambayo hutolewa na wanadamu. Lakini mimi sikufundishwa na wanadamu, bali nimefundishwa na Mungu mwenyewe. Pamoja na udhaifu wangu nilionao, nimefundishwa na Mungu mwenyewe. Mungu amenipenda, Mungu amenichagua nitumike, niwe mtumishi mwema, mwaminifu mbele zake, ili niwapelekee ujumbe watu wanaojiona kwamba wao wana PhD ya theolojia, kumbe wanapotosha watu, wanahubiri injili ya laana. Ndiyo. Ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 2 aya 27. Yohana wa kwanza sura ya 2 aya 27. Biblia inasema kwa Yohana wa kwanza sura ya 2 aya 27, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Mimi nimefundishwa na Mungu. Mungu mwenyewe ndiye amenifundisha.
Mungu mwenyewe ameweka kaa la moto katika ulimi wangu ili niwahubiri watu makosa yao na dhambi zao, na kwamba waache kuhubiri injili za laana. Ndio. Kwa hiyo basi leo Mungu amenituma kwenu ili niwaeleze. Amenituma kwenu ili niwaeleze, msihubiri injili ya laana, msije mkatupwa jehanamu. Na wewe mtu wa Mungu, usikubali kuhubiriwa injili ya mpinga Kristo, msije mkapotoshwa na kutupwa motoni. Kwa hiyo mimi niliye dhaifu ninaihubiri injili inayookoa, ili watu wapate kuokolewa kwa kumjua Mungu Baba na mwanawe Yesu Kristo. Na pia ninamhubiri Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu aliyesulubiwa Kalvari. Mimi simhubiri Yesu ambaye ni Mungu Mwenyezi. Mimi simhubiri Yesu huyo. Mimi simhubiri Yesu ambaye nyinyi mnamuita Mungu Mwenyezi. Mimi simhubiri Yesu ambaye nyinyi mnamuita ni Mungu Baba muweza yote. Mimi simhubiri Yesu ambaye nyinyi mnamuita Yesu ni mwana wa Mungu nafsi ya pili. Mimi simhubiri Yesu ambaye nyinyi mnamuita Yesu ni Mungu mwana nafsi ya pili. Mimi simhubiri Yesu huyo. Mimi namhubiri Yesu yule aliyesulubiwa pale Kalvari. Ndio. Na hii ni kwa mujibu wa Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza aya 23. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza aya 23 inasema, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi. Narudia. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza aya 23 inasema, Biblia inasema, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi. Haya niliyoyasema hapa leo, niliyoyahubiri, injili ya mpinga Kristo ni laana kwa watu nyinyi mliochagua kuhubiri injili ya laana. Huo ni mahubiri yangu mnayaona ni upuuzi. Mahubiri yangu mnayaona ni upuuzi kwa sababu mmechagua kuhubiri injili ya laana. Mmechagua kuhubiri injili ya mpinga Kristo. Kwa hiyo hiki nilichokihubiri leo mnaona ni upuuzi. Lakini jiulize, ni mara ngapi umehubiri injili ya laana? Somo langu limeishia hapa. Ewe mhubiri, ewe mwinjilisti, ewe mchungaji, ni mara ngapi umewapotosha watu wa Mungu kwa kuwahubiria injili ya laana? Niombe. Mungu wangu na Baba yangu na Yesu mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante kwa sababu umenitumia kama chombo tu, lakini mnenaji mkuu ulikuwa ni wewe. Basi Baba unibariki, maana ninapohubiri wengine nisije ikawa mtu wa kukataliwa. Basi ukawabariki na wale wasikilizaji na watazamaji waliotazama hii video, waliotazama hili somo, waliofuatilia hili somo, wavuvie Roho wako Mtakatifu wapate kulielewa na hatimaye siku moja waache kuhubiri injili ambayo ni kinyume na mapenzi yako. Ndivyo ninavyoomba, ni kwa jina la Yesu Kristo. Amina.